visiwani Zanzibar. Kocha mwenyeji Fadlu Davids amethibitisha kuwafahamu vilivyo wapinzani wake. Tunaifahamu Stellenbosch vizuri sana. Ukiangalia historia katika miaka michache iliyopita, utaona wameshinda dhidi ya timu kubwa kama Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, na sasa wametoka kuifunga Zamalek na wamepewa jina, wanaitwa Giant Killers. Ni aina ya timu ambayo ni imara sana pale inapokuwa haina mpira. Kwa hiyo ukifikiria kuhusu kutawala mchezo na kwenda hadi kwenye boksi lao, wakinyang'anya mpira wanaondoka haraka kwenda kushambulia. Na ikitokea mazingira ya wachezaji watatu dhidi ya wawili au watatu dhidi ya wanne, basi unakuwa kwenye hatari kubwa. Kwa hiyo Stellenbosch ni timu imara na imekuwa na kocha mmoja kwa kipindi cha miaka 6. Ni timu ambayo staili nyingi za kucheza inaweza kucheza kwa kumiliki mpira na kasi ya juu. Hali ya hewa hapa inaweza kuwa changamoto kwao. Hivyo tunapaswa kucheza kimkakati na lengo letu ni kutoruhusu goli kwenye mchezo wetu wa nyumbani. Nitoe pole kwa mashabiki ambao hawataweza kushuhudia nusu fainali pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni muhimu kwa mashabiki wetu kuwa na ndoto za ubingwa wa mashindano haya. Lakini sisi kama makocha na wachezaji hatufikirii fainali au kunyanyua kombe. Bado tuna kazi kubwa mbele yetu. Ndio maana baada ya kufuzu nusu fainali tuliweka sherehe pembeni, kwa sababu tunafahamu nusu fainali tunaweza kukutana na changamoto mpya nyumbani na ugenini. Kwa mashabiki kuwaza ubingwa ni sawa, na tunataka wawaze hivyo ili waendelee kutupa motisha. Wakati Simba wakitamba kuwa nafasi ya 4 kwenye orodha ya klabu bora Afrika, kocha wa Stellenbosch Steve Barker anajivunia ubora wa ligi ya Afrika ya Kusini. The South African League is a strong league. Ligi ya Afrika Kusini ni ya pili kwa ubora Afrika. Kila mtu anajua timu yetu ya taifa inafanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika, tayari ikiwa imefuzu AFCON. Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates zinacheza nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika, na sisi tulikuwa na uwezo wa kumaliza ligi juu ya Sundowns na Orlando Pirates, lakini tulikuwa karibu yao. Hiyo inaonesha sisi ni timu nzuri. Licha ya kwamba tunacheza kwa mara ya kwanza, tunaweza kushindana mpaka fainali. Mtu anaweza kusema Simba ni timu ya 4 kwenye orodha ya klabu bora Afrika, na sisi tupo mbali, lakini ndani ya uwanja ni 11 dhidi ya 11. Kama timu tunasukumwa na njaa ya mafanikio, umoja na mshikamano. Tupo hapa kuonesha kuwa tunataka kwenda hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo kama kuna watu wanafikiri wao ni bora kwenye orodha ya Afrika na itakuwa rahisi kwao, ni sawa. Sisi tunaheshimu Simba, ni timu kubwa nzuri, ni timu kubwa Afrika, lakini hatutawaogopa. Mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika kuchezwa Zanzibar utaacha alama yoyote visiwani hapa? Katibu wa shirikisho la soka la Zanzibar Hussein Vuai anafafanua. Mchezo wa nusu fainali utachezwa hapa siku ya Jumapili ya tarehe 20. ZFF tumejipanga vizuri, tumejiandaa vizuri, na naamini utakuwa mmoja mchezo bora kabisa kupata kuchezwa katika miongoni mwa michezo hii ya CAF katika muendelezo wake, kwa sababu tuna uwanja mzuri kweli kweli wa kuvutia. Though mashabiki ni 15,882, lakini tunaamini itakuwa full house hapa, na tunaamini mashabiki hawa watafanya uwanja huu uweze kuonekana na muonekano mzuri zaidi, picha kuchezeka vizuri sana. Tunaamini kwamba itakuwa moja ya kitu kikubwa, na Simba tunaamini za kufanya vizuri kwa sababu ya maandalizi, na sisi kama ZFF jinsi ambavyo tumeweza kushirikiana nao vizuri. Hii inakwenda kuchechemua au kuinua soka la Zanzibar kwa kiasi gani? Hii inakwenda kuleta hamasa kubwa. Unajua kwa miaka hivi karibuni si aghalabu kuweza kutegemea, lakini mpira una maajabu yake. Ila katika mazingira kawaida kufikiri labda klabu ya ligi kuu ya Zanzibar ingeweza kwenda all the way hadi kufika semi final ya mashindano haya inter club ya Afrika, ni kitu ambacho si cha miaka 2 mitatu. Ni
ni project ya muda mrefu kidogo, lakini kupata bahati ya moja kwa moja klabu ya Simba kuja kucheza hapa, hii italeta utofauti mkubwa katika mpira wa Zanzibar, kwa sababu kuna kitu tunajifunza, kuna kitu tunakiona kuhusu mchezo kama hii. Watu wa CAF wako hapa, klabu ya Simba, waandamizi na viongozi wengine, waandishi mbalimbali wakubwa wako hapa, ufuatiliaji umekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo tunaamini kuna kitu kikubwa ambacho kitaleta taswira tofauti ya mpira wa Zanzibar na tutaweza kwenda kuliko kuzuri zaidi. Kwa hiyo hii ni moja kitu ambacho kitakwenda kubadilisha pia kule ambako tunajaribu kuelekea. Amir Mohamed Makame, kamishna wa idara ya michezo Zanzibar, ameeleza kuhusu ubora wa uwanja wa Amani utakaotumika kwa mchezo wa kesho. Uwanja uko vizuri na uko tayari kwa kuchezewa mashindano yetu au mechi yetu kubwa ya nchi hapa Tanzania baina ya Stellenbosch pamoja na timu yetu ya Tanzania ya Simba. Uwanja wetu tukumbuke kwamba ulifanywa ukarabati wa hasa nyasi. Kuna mambo wakaguzi wa CAF walipokuja mwezi Machi mwaka jana, lakini pia na mwezi Julai walikatoa ripoti wakasema kwamba ili uwanja huu uweze kuchezewa CHAN basi kuna mambo yafanywe marekebisho. Moja kubwa lilikuwa ni nyasi, na kwa sasa hivi 92% ndio nyasi asili na 8% ndio nyasi badala. Lakini baadaye ikisha kukomaa sana huko mbeleni, miezi ya mbeleni huko, basi itakuwa tayari imefika 95% nyasi asili na 5% ndio itakuwa nyasi badala. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kwa 100% unasema hii ni nyasi asili, na ndio maana CAF wakaweza wakakubali kuja kutumia uwanja katika mchezo huu. Maana walikuja sio mara moja kuja kukagua na wamekubali, na ndio maana leo mechi hii iko hapa katika uwanja wetu wa Aman Stadium. Kutoka visiwani Zanzibar, mimi ni Dickson Masanja wa Sports Extra ya Clouds FM. Ripoti ya Dickson Masanja ikituangazia kila ambacho makocha wamekitanabaisha, namna ambavyo wameandaa vikosi vyao kuelekea mchezo husika. Mara nyingi wanasema kwamba kabla ya mechi ama maandalizi wiki nzima, wasemaji, mashabiki wanakuwa na kauli zao, lakini siku muhimu sana ambayo watu wanapaswa kuwa makini ni siku moja kabla ya mchezo, ambapo tunasikia makocha wanazungumzia hali ya vikosi na namna ambavyo wenyewe wanatupa picha halisi kwa yule ambaye anafuatilia mchezo wa mpira wa miguu. Nadhani nyinyi mnasomea hizo kozi za level ya chini ya kuanzia huko, mmepita huko. Nyinyi mkimsikia Fadu pamoja na Steve Barker, mnapata picha ipi kuelekea mchezo wa kesho? Yaani kama nyinyi wachambuzi na mnafuatilia mpira kwa umakini kabisa, kuna namna yote mnapata picha ya namna ambavyo mchezo utakavyokuwa kupitia kauli za makocha wa pande zote mbili? Details za kiufundi na matamko ya tahadhari. Japokuwa naona imezungumzwa zaidi katika eneo la hata sio technical zaidi, imezungumzwa zaidi katika yale ambayo unaweza kusema ni mind games, saikolojia nje ya uwanja, na kujaribu kuathiri mchezo kwa moja ama nyingine, kumshinda mshindani wako kwa kuweza kusukuma kete ambazo zitamfanya aondoke kwenye chumba cha kile cha maandalizi ya mchezo na wanahabari, aende akiwa anafikiria kwa namna fulani ambayo ni tofauti, ama baadaye akija kuangalia hii interview ama mahojiano yale, kuna kitu fulani aweze kufikiria tofauti na ambavyo wewe anakutazama au alikutazama hapo awali. Kwa mfano kwa ulivyosikia hapa kwa makocha wote, ndio alikuwa anakuja ipi ambayo inaonekana ina vitisho, kauli yenye vitisho? Actually Steve Barker jinsi ambavyo amezungumza, anasema kwamba anatambua ranking ya Simba hivi sasa barani Afrika. Sawa. Lakini hicho peke yake hakitoshi kuweza kuamua mshindi wa mchezo wa kesho, na wao wanaamini wanaweza kufanya vizuri hata zaidi ya Simba, licha ya kwamba wao kwenye ranking ni timu ambayo daraja la kawaida. Lakini pia amewaonya wasiwachukulie poa, kwa sababu wao kwenye daraja la ranking ni bora zaidi, na akimaanisha ligi wanayotoka. Sio tu hivyo, kwa sababu hata ukizungumzia kwenye ligi, unajua sasa hivi tupo nao karibu sana South Africa, lakini ambacho nafikiri anajaribu pia kukileta ni ile concept ya kwamba wao wamemtoa nani kufika kwenye hatua hii. Anaitaka hiyo heshima, kwa sababu wamemtoa bingwa mtetezi Zamalek Sports Club ambaye anacheza kwenye ligi namba 1 kwa bora barani Afrika, Misri. Kwa hiyo kama sisi tumemtoa bingwa wa kutoka Misri, ligi namba 1 kwa bora barani Afrika, tunatokea ligi ya South Africa, tuna compete week in week out zidi ya Sekhukhune, zidi ya Mamelodi Sundowns, zidi ya Orlando Pirates, zidi ya Kaizer Chiefs, timu nyingi sana zenye madaraja ya wachezaji wa hali ya juu. Why not Simba tusicompete nao kuweza kupata matokeo? Kwa hiyo amejaribu kuhakikisha kwamba Simba
na mtazamo wa mashabiki ambao wengi walikuwa wanatazama labda katika nafasi ya kwamba huu mchezo ni wa kawaida kwa Simba, wabadilishe huo mtazamo, kwa sababu mchezo wa kesho unakutanisha timu mbili ambazo zote hazina tofauti kubwa sana kwenye mzani wa ubora. Kwa maoni yake kocha kiwanjani, kwa mtazamo wake kocha. Kwa upande wa Marusu kwa upande wa Marusu kocha amesema hivyo. Marusu unasemaje wewe, hiyo kauli unatembea naye? Nachoamini kitu kimoja, wanajua kusonga mbele kwenye mashindano, na hicho ndicho ambacho kitu kinawafanya kuwa hatari zaidi kuliko hata wangekuwa na uwezo bora wa kucheza mchezo mzuri. Unajua kwenye mashindano haya ya knockout, kwenye tournament yote, league ni marathon. Unaweza kufanya makosa hata mara 3, mechi 5, mechi 4 ukakosea, lakini ukaishia kuwa bingwa kwa sababu unapata opportunity mpya kila wiki inapokuja. Lakini tournament ukifanya mistake moja unatoka, which means wale ambao wanajiandaa vizuri kwenye namna ya kuishi nazo, namna ya kufanya mechi za mitoano ziiche vizuri, wamekuwa na wakati bora wa kwenda mbele. Na kwa nini nimesema kwamba ninawahofia Stellenbosch? Kwa sababu wao ni timu ambayo inajali zaidi kusonga mbele kuliko kucheza mpira mzuri. Kama umefuatilia kwenye hatua ya makundi baada ya kombe la shirikisho, wao ndio timu ambayo ilikonsidi magoli mengi zaidi kwenye hatua ya awali. Kwa hizi ambazo zimefanikiwa kufika kwenye hatua ya 4 za mwisho, walikonsidi magoli 10 kwenye hatua ya makundi, na magoli 8 kati ya hayo walifungwa dhidi ya RS Berkane, mchezo mmoja mabao 5, mchezo mwingine mabao 3. Na kuna namna fulani Steve Barker alibadilisha namna ya timu kucheza kwenye hatua ya mtoano, kwamba tujaribu kuwekeza nguvu zaidi kwenye kulinda kuliko kushambulia. Michezo yote, kiangalia game zote walizocheza na Zamalek, wao hawakuwa timu ambayo ilikuwa na nafasi ya kutawala mchezo, walikuwa ni timu ambayo inakaa zaidi nyuma ya mpira. Backline inaongozwa na nahodha Sheikh Stevens pamoja na Brian Onyango, raia wa Kenya kutoka zamani Mamelodi Sundowns, bila kusahau pia Oliver Ture na wengine wengi kwenye eneo pia hata la kiungo kina Sire Nduri. Kwa mfano wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha timu inajilinda kwa usalama kuliko kwenye kushambulia, na mara chache wanaweza kufunga aweza kupitia set pieces ama wakascore katika nyakati ambazo zile za mashambulizi ya kushtukiza. Kwa hiyo timu ya namna hiyo ambayo inajali zaidi kufuzu kuliko kucheza vizuri, ni timu ya hatari sana kucheza nao kwenye mashindano, ambayo ukifanya makosa unatoka. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinanifanya niwahofie, na alichokisema kocha nikiunganisha hayo mazingira, ninaamini hata game plan yao kesho itazaliwa namna hiyo pia. Hawatakuwa ni timu ambayo watataka kupishana na Simba kwa maana ya kumiliki mpira muda mwingi, lakini watakuwa ni timu yenye hatari sana kwenye mashambulizi ya kushtukiza kwenye nafasi chache ama set pieces, ama wanaweza hata wakaisha wakaamua kuicontain game isiwe na mabao, lakini wakaenda nyumbani kwao wakawa na mtazamo kwamba maybe itakuwa na home advantage na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sio tarajio wao wakitaka kumiliki mchezo kesho dhidi ya Simba. Nilivyotazama Derek Lisu kwenye mchezo dhidi ya Zamalek, ni timu ambayo iko free. Yani I don't think kama wanacheza kwa kuhofu. Ni kama ni timu ambayo haina cha kupoteza, na nadhani hata kwa malengo ya Simba na Stellenbosch inawezekana ikawa ni tofauti, na hicho kinaweza kuwa kinabeba tafsiri halisi ya namna ambavyo timu ambayo inakuwa na mipango mikubwa ama malengo makubwa kama ya Simba ndiyo ambayo inacheza kwa tahadhari zaidi kwenye mechi za namna hii. Sisi unanielewa vizuri. Japokuwa Simba niliona kwenye mechi dhidi ya Masri walifunguka, hawakucheza kama ambao tulizoea kuwaona Simba wakicheza away games. Lakini Al-Masri Simba walidominate game, na watu wakawa tunajiuliza kama unatawala mchezo, una create chances, kwa nini haukufunga? Sio Simba walibadilika, lakini kwa tazama na wenyewe Stellenbosch the same. Yani wakiwa nyumbani kama ugeni kama nyumbani. Ni kwa sababu hawana cha kupoteza, kwa sababu nadhani ndio kwa mara ya kwanza kwenye historia yao kufika kwenye hatua kama hii. Kwa hiyo liwalo na liwe wanaweza kaja kafungulia booster kesho alafu na kipigwe. Booster sina hakika sana kama wataifungulia kwa Mkapa. Kwa Mkapa New Aman Complex mradhi. Japokuwa Simba wanaingia kwenye huo mchezo, nadhani Fadlu ana pressure kuliko Steve Barker. Kwa hiyo Barker anaweza akaji-express kama kocha uwanjani, akairuhusu timu yake icheze, maybe anaweza akapata kitu kutoka kwa wachezaji wake. Devin Titus kama atakuwepo, anafunga magoli mengi sana, he provides, lakini pia anafunga. Na kuna fullback wao mmoja upande wa kushoto anaitwa Fawize. Fawize ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza kaamua kuji-express kwenye game wakacheza. Lakini kwa Stellenbosch, mimi kinachonipa imani kwamba game ya kesho haiwezi kuwa rahisi kwao ni kwa sababu kwenye michuano ya CAF Champions League, CAF Confed, kuna muda experience inachukua nafasi. Yani unaweza ukasumbua huko kwingine kote, lakini kuna baadhi ya hatua you need experience ili kuzipita hizo hatua. Nadhani ndio kigunzi ambacho Sundowns miaka mingi walikuwa wanashindwa kukivuka tangu achukue ubingwa wa Champions League 2015.
Huko kwingine kote wanacheza entertaining football, watawafunga watu, wataqualify hatua zinazofuata, lakini kuna baadhi ya timu wanapokutana nazo unakuja kuiona kama Sundowns ni ndogo. Mara nyingi ni hizi hatua nusu finali, robo finali. Why? Kwa sababu kwa asilimia kubwa kwenye michuano ya Afrika hakuna haja ya kuzungumza mbinu za mwalimu, hakuna haja ya kuzungumza ubora wa timu fulani. Na hicho kistadi mimi kwa muda mfupi, ni hii michuano ya kimataifa, it's about moments. Yaani unaweza ukawa na timu bora kuliko mwenzako, unaweza ukawa na quality players A mpaka Z kuliko mwenzako, sure. Lakini mwenzako akacapitalize kwenye moments. Sasa nadhani Simba kwa kwenda kurudi kwenye michuano ya kimataifa, baadhi ya wachezaji ambao hapo kwenye squad wana hiyo experience, wanaweza wakawa na experience kubwa kuliko Stellenbosch. Kwa hiyo game ya kesho nadhani itakuwa ni ya tahadhari zaidi, which by the way niliangalia game zote mbili za Stellenbosch dhidi ya Zamalek, home and away. Sio timu mbaya, timu nzuri kwa sababu inajua inataka kuchezaje, inajua kudefend, lakini pia inajua kushambulia. Na underrated fact kwenye michuano, kitu ambacho nimekienjoy zaidi ni kwamba ni timu ambayo inafunga magoli aina tofauti. Oh yeah. Tofauti na timu nyingine, na so far nimeona hicho kitu kinapeleka timu mbali. Pyramids wamefunga magoli mengi kwa njia tofauti, imewasaidia. The same kwa National Ali, timu ambazo zina option chache za kufunga ufungaji, inaweza ikawa ni tatizo ama changamoto kwenye kuwazuia. Lakini Simba comfortably nyumbani, na wameanza nyumbani, which by the way sio faida, ni disadvantage, kwa sababu kama kesho Stellenbosch wakija kutuzuia ama wakija kuizuia Simba, maana yake kutuzuia tafsiri yake ni wa Tanzania. Watu wasichambue tofauti huko nje, kwamba ni sisi wa Tanzania. Wewe ukiwa na jambo lako huko nje, kwa sababu hii mechi wa Tanzania wote tutaitazama, sio bwana? Hiyo watu wa Simba na Wayanga ukiwa na kijicho pembe, lazima utaitazama tu hiyo mechi. Asante kwa kununua ugomvi. Asante kwa kununua ugomvi. Kazi kaka. Ndio, kwa hiyo kutuzuia siku ya kesho nadhani Stellenbosch watakuwa makini zaidi. Kwa hiyo binafsi sina hofu na game plan ya Fadlu, South African coach, ana point to prove. Oh yeah. Dhidi ya Steve Barker, timu yake ni changa, miaka 8 kwenye top level ya football. Oh yeah. Tofauti na hii miaka zaidi ya 80 ambayo tunaizungumzia Simba. Confidence Simba. Yani sasa hivi statement ambayo inabidi tuondoke nayo, which is true, mpira unaweza ukaamua tofauti, lakini Stellenbosch ni underdog kwa Simba kwa ukubwa wa club. Mpira unaweza ukaamua tofauti, Stellenbosch akapata ushindi, lakini kama ilivyoamua dhidi ya Zamalek lakini so far Simba anapaswa kuingia kifua mbele kesho dhidi ya Stellenbosch. Yani Simba haipaswi kucheza kwa tahadhari sana. Sio kinyonge, wapo nyumbani. Sawa bwana. Tutakaporejea hapo nitatamani kupata lineup yenu mnachotarajia kutoka kwa Fadlu. Aende vipi kwenye mechi ya kesho ambayo inahitaji kufanya maamuzi. Mechi inatapaswa kumalizikia Zanzibar. Kule inakuwa kwenda kucheza mapiano tu kule Zanzibar. Kule ni mwendo wa kusikiliza Izolo. Yaani unakwenda unasikiliza Izolo. Yaani South Africa Simba wanapaswa kwenda kuanzia siku wanaofika, kwanza wanamwalika DJ Maforisa. Wanamwalika pale hotelini au Kabza. Au Kabza ambao hivi DJ Maforisa au Kabza ndo king of mapiano. Kabza baba. Kabza small man. Usinambie. Sasa hivi kuna mtaalamu anaitwa Scott Mamfume. Ana balaa huyo. Watukuyu wa Kela Urungwe. Huyo Scott Mamfume wa SA huyo hatari. Mno. Alafu kwa mbali hapo yule nani Dali Wonga. Wale wote, yani uzuri kwamba wale wote wanamtazama Kabza alafu wanaishi naye. Wanafanya naye ngoma, ni Maforiza anafanya ngoma na Kabza ambaye ndo king. Hata Agali wangu pia anafanya pale, Youngster yuko pale pia. Kwa hiyo ni hatari. Ukiona enjoy nao wale. Actually unataka kuenjoy mapiano. Anza kwa Kabza. Mimi nilipomwona Noma Kabza, unajua kinywaji cha Red Bull. Wanafanyaga zile forms na symphonic orchestra. Kuna mmoja nilishaangalia Recross Bala. Sasa niliangalia ya Kabza. Ya mwaka jana hiyo kaka nayo jana kaka. Kwanza kuna ile muda alikuwa anaimba ile nyimbo yake, sio alikuwa anaimbaje, lakini kama anafoka. Ile Kabza chanting. Ama piano is a vibe bro. Sio poa. Kwa hiyo tunapaswa kwenda South Africa. Enjoy kaka. Yaani kule tusiende na mawazo tumeshindwa sisi moja. South Africa tukiwake sijui namna gani vipi. South Africa tunaenda tukiwa na ushindi wa goli 3. Si unajua hadi wewe kaka?
hadi wele so hadi wele. Unajua maana hadi wele kwanza? Hebu niambie. So beat, acha iwe, yani iwe acha iwe tu. So beat iwe tu. Sasa hiyo ngoma sana ameifanya Kabza. Produce Kabza afu verse kati ya yangu. Hatari sana hiyo ngoma. Unakumbuka wale Destruction Boys wale? Destruction Boys hatari. Kwa hiyo sasa Simba wanapaswa kutufanya sisi tuende South Africa, tunakwenda kucheza ama piano. South Africa